Ndugu zangu, nitumie fursa hii pia kuwashukuru kwa dhati viongozi wote wa dini nchini kwa mchango mkubwa mnaotoa katika kuimarisha maadili ya jamii yetu na kudumisha mshikamano wa taifa letu. Na hapa ndio unakuja mnasaba wa kauli mbiu ya shughuli yetu hii kwamba tunapojenga maadili mema basi tunajenga jamii iliyo bora. Viongozi wa dini mmekuwa sauti ya matumaini na mwongozo bora kwa waumini katika nyakati za changamoto za kijamii na kimaadili, kwa kuwafariji waliokata tamaa, kuwatia moyo walio katika dhiki na kuwaongoza watu katika njia ya uadilifu, uvumilivu, kumcha Mungu na kwenye uongofu. Ni ukweli usiofichika kwamba dini inapojenga maadili mema ya jamii, taifa hujenga msingi wa amani na maendeleo yake. Bila hapo, kama hakuna maadili, tukiendelea kuyaachia yale aliyosema Mufti ya kutukanana kwenye social media huko kwenye mitandao, ya kutengeneza AI zinazokashifu viongozi aidha wa serikali au wa dini, watoto wetu wadogo wakiyaona yale wanajifunza, wanayafata, hatutakuwa salama na nchi haitatulia, maendeleo hayatakuwepo sababu kutakuwa kuna vurugu. Hivyo niwaombe viongozi wetu wa dini na madhehebu mbalimbali kuendelea na jukumu hili muhimu la kuwajenga wananchi kiimani na kimaadili kama tulivyoelekezwa na vitabu vyetu, ili tuwe na taifa lenye amani, mshikamano, utulivu na ustahimilivu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ndugu zangu, katika nyakati hizi ambapo tunashuhudia migogoro na mivutano katika maeneo mbalimbali duniani, nchi yetu imeendelea kubaki salama na yenye amani. Hata hivyo, ni muhimu tukatambua kwamba si kila mtu anatamani kutuona katika hali ya amani, umoja na utulivu. Hivyo basi, ni vyema tukazidisha mshikamano na upendo kwa nchi na taifa letu na watu wake. Tuendelee na sifa yetu ya Tanzania ya amani. Ndugu zangu wa Tanzania, nataka niwahakikishie kwa serikali yetu itaendelea kutimiza wajibu wake wa kikatiba wa kulinda uhuru wa kila Mtanzania kuabudu kulingana na imani yake. Pamoja na hayo, ni muhimu kwetu sote kufahamu mipaka ya uhuru huo na hatuna budi kuheshimu sheria za nchi na haki za wengine.